Naitwa Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa za kimataifa, historia, diplomasia na mwanamajumui wa Afrika. Sasa hivi tunavyozungumza leo tarehe 23, asubuhi hii tumeshuhudia rais wa Marekani akiandika kwenye mtandao wake wa X na mitandao yake mbalimbali kwamba amefanya mazungumzo na Iran na kusitisha vita kwa muda wa siku 5. Lakini pia tumeshuhudia waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi pamoja na msemaji wa jeshi la Iran wakisema hakuna mazungumzo yoyote waliyofanya na Marekani, kwamba Marekani amesitisha vita nchini Iran kushambulia kwa muda wa siku 5. Hali hii inamaanisha kwamba ni Marekani. Hali hii ina maana gani? Maana ya kwanza ni kwamba Marekani amepata shinikizo kubwa kutoka kwa marafiki zake, kutoka Umoja wa Ulaya, lakini kutoka kwa India, Korea Kusini, Japani, Vietnam na mataifa mengine kwamba asitishe vita ili kuokoa uchumi wa dunia. Maana kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz nchini Irani na jeshi la Irani kunamaanisha kwamba hatari ni kubwa kwenye uchumi wa dunia. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili, dunia sasa imejua nguvu ilivyo ya Irani, kwa sababu Marekani alitegemea operation hii ingechukua masaa 48 na siku moja labda angekuwa ameshaikamata Tehran na kuharibu vinu vyote vya nyuklia na kuzuia uwezo wa Irani kushambulia. Lakini kingine, labda Marekani alijua yeye na Israel wangeweza kubadilisha serikali ya Irani na kuweka serikali wanayoitaka na kushikilia uchumi wa Irani na kumaliza operation kirahisi kama walivyofanya nchini Venezuela. Hali imekuwa mbaya kwao. Hii inamaanisha kwamba Marekani, Israel na mataifa mengine yameona nguvu ya Irani na yalishindwa kutafakari kwa kina kuhusu nguvu ya Irani iko wapi. Hii unaweza kusema kwamba Marekani ameshindwa kufikia malengo yake kwenye vita hii ya Irani, na tumeshuhudia makundi mbalimbali yenye ushawishi ya Waisraeli yenye ushawishi Ulaya na Marekani kama AIPAC na makundi mengine Bilderberg, lakini makundi ya kina George Soros na mabilionea mbalimbali wameisindikiza serikali ya Marekani kusitisha vita na Israel kwa sababu Waisraeli watakufa na hali ni mbaya sana, miji inalipuliwa na makombora ya masafa ya Irani. Hii inamaanisha kwamba Irani sio Venezuela, Irani sio Syria, Irani sio Lebanon, Irani sio Yemen wala mataifa mengine ambayo Israeli amekuwa akiingia na kutoka kufanya mauaji na kushindikiza kufuata matakwa yake. Sasa dunia imeiona nguvu ya Irani, lakini onyo kwa serikali ya Irani, wasichukulie kwamba kitendo cha Marekani kusitisha vita kwa siku 5 na kushambulia kwamba wana unafuu. Hapana, inaweza kuwa ni tactical withdraw. Wanaweza kuwa wamejiondoa kimkakati wakija na njia mbadala ya kutaka kushambulia. Nilisema tangu mwanzo, vita hii ni ngumu kwa sababu Irani hataki kufa peke yake. Ndiyo maana Irani ameshambulia zaidi ya kambi 30 za jeshi za Marekani Mashariki ya Kati. Ndiyo maana Irani ameamua kufunga mlango bahari wa Hormuz ili marafiki wa Marekani wapate madhara ya kiuchumi ili wamlazimishe Marekani kusitisha vita. Ndiyo maana Irani akaamua kuishambulia kwa makombora miji mbalimbali ya Israel ili Israel apate maumivu yale ambao wameyapata watu kutoka Gaza, watu wa Lebanon, watu kutoka Yemen na Syria na maeneo mengine ambayo serikali ya Benjamin Netanyahu pamoja na IDF na shirika la ujasusi la Mossad wamekuwa wakifanya operation na matukio mbalimbali ambayo yanakiuka sheria za kimataifa kama vile mkataba wa Geneva Convention. Na kitendo cha decapitation strike, kuua viongozi mbalimbali, hakumaanishi kwamba unaweza kushinda vita. Sasa dunia imeijua nguvu ya Irani. Irani taifa ambalo huwezi kuliendea haraka haraka na ukapata ushindi. Kwa maana hiyo tunaweza kuhitimisha kwa kusema kwamba Irani amemvua taulo Marekani pamoja na Israel, na dunia imekabwa kooni kutokana na uchumi, hasa kufuatia kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Sasa ubabe wa Marekani na Israel haujafua dafu kubadilisha serikali ya Irani wala kumiliki nishati ya Irani. Hivyo ni muhimu diplomasia ikachukua mkondo wake kuliko matumizi ya ubabe. Usisahau kusubscribe ukurasa huu wa YouTube wa Lugete Musa Lugete, kulike, kucomment na kushare ili kukuza ukurasa huu. Nguvu ya Irani imeonekana dunia nzima, na Irani watu wameichukulia kwamba sio taifa la kubeza kwenye medani za vita. Ni taifa ambalo lina miaka zaidi ya 6000 lilikuwepo
kabla ya Kristo. Taifa limepita majemedari na majenerali wa vita, wana mbinu mbalimbali, jiografia yao, sayansi yao, uwezo wao wa kutengeneza makombora mbalimbali na ndege nyuki kwa gharama nafuu umeifanya Tehran umeifanya Tel Aviv na Washington kurudi nyuma. Sasa Israeli ameiona nguvu rahisi ya Irani, na Israeli peke yake hana uwezo wa kupambana na Irani bila msaada wa baba yake Marekani. Asanteni sana.